yetu mchana huu unaanzia Mashariki ya Kati. Jeshi la Marekani mapema leo limeweka tena vizuizi kwenye bandari za Iran kutokana na mashambulizi ya Iran dhidi ya meli zinazojaribu kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz na kusababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayowahifadhi wanajeshi wa Marekani. Makabiliano na mashambulizi yameanza tena Mashariki ya Kati, huku China ikiitaka Marekani kuacha kusababisha machafuko kwenye eneo hilo. Josephat Charo na maelezo zaidi. Wanajeshi 7 wa Iran wameuawa katika shambulio la anga la Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa mamlaka ya Iran. Shirika la habari la Mehr likinukuu chanzo cha kijeshi kwamba shambulio hilo lililenga kambi ya kijeshi huko Iran Shar katika mkoa wa kusini mashariki wa Sistan na Balochistan. Ripoti imesema kambi hiyo ilishambuliwa na jumla ya makombora 13. Wanajeshi wengine kadhaa walijeruhiwa, ingawa hakuna idadi kamili iliyotolewa. Walinzi wa mapinduzi wa jeshi la Iran wametishia leo Jumatano kusimamisha mauzo yote ya nishati kutoka Mashariki ya Kati kutokana na kizuizi kipya cha Marekani kwenye bandari zake. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani imesema hivi leo kwamba Marekani imefanya wimbi jingine la mashambulizi iliporejesha kizuizi hicho, ikishambulia maeneo kadhaa kwa muda wa saa 7. Mamlaka hazikutoa maelezo ya haraka, ingawa ripoti za awali za ndani zilionyesha kuwa shambulizi kubwa lilipiga mkoa wa Sistan kusini mashariki mwa Iran na mkoa wa Balochistan kwenye Ghuba ya Oman. Wakati haya yakiendelea, balozi wa China katika Umoja wa Mataifa Sun Lei alisema siku ya Jumanne kwamba Marekani inabeba dhima isiyoweza kupingwa kwa mvutano katika bahari ya Shamu na kuitaka Marekani kutafakari juu ya hatua zake na kuacha kusababisha machafuko zaidi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Bila idhini kutoka kwa Baraza la Usalama na wakati mazungumzo kati ya Iran na Marekani yakiendelea, Marekani ilianzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran na kulisukuma tena eneo hilo kuelekea katika shimo hatari la maangamizi. Marekani inapaswa kutafakari kwa uzito mkubwa wa vitendo vyake, ichukue hatua za kuondoa matokeo mabaya ya maneno na matendo yake potofu na kufanya juhudi zenye tija kulinda utulivu na uthabiti wa kudumu katika bahari ya Shamu na Mashariki ya Kati. Tahadhari ya mashambulizi ya makombora zilitolewa nchini Bahrain na Kuwait mapema leo asubuhi, nchi hizo zilipokabiliwa na mashambulizi kutokea Iran, jambo ambalo limekuwa likitokea kila siku na hivyo kukoleza mvutano na kukwamisha usitishaji mapigano katika vita hivyo. Jordan pia imesema imeyatungua makombora 3 ya Iran. Iran imetoa kauli ikidai kuyashambulia mataifa hayo 3. Wakati huo huo, shirika la habari la serikali la Iran IRNA limeripoti kwamba mashambulizi ya Marekani yaliyopiga mji wa bandari wa kusini mwa Bushehr, ambako ndiko kwenye kinu pekee cha nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia nchini humo. Hakukuwa na ripoti za haraka kuhusu uharibifu wowote uliotokea. Alikuwa ni Josephat Charo huyo na mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Tuangalie mzozo mwingine huo hapa barani Ulaya. Mapigano kati ya Urusi na Ukraine yamezidi kushika kasi katika eneo la bahari Nyeusi, huku mashambulizi ya pande zote yakilenga bandari na njia muhimu za biashara. Wakati Urusi ikiendelea kushambulia mji wa Odessa, Ukraine nayo inasema imeongeza mashambulizi dhidi ya meli za Urusi. Sudi Mnete na ripoti kamili. Urusi imeendelea kwa siku ya 5 mfululizo kushambulia mkoa wa Odessa kusini mwa Ukraine kwa kutumia makombora ndege zisizo na rubani. Maafisa Ukraine wanasema watu 3 wameuawa baada ya kombora la Urusi kupiga jengo la makazi la ghorofa 7, huku wengine 3 wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo pia yameharibu miundombinu ya kiraia, viwanda na bandari zinazotumiwa kusafirisha nafaka na bidhaa nyingine muhimu kwa uchumi wa Ukraine wakati wa vita. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ililenga bandari ya Odessa na Konomoski, ikidai zilikuwa zikitumika kupokea mizigo kwa ajili ya jeshi la Ukraine. Moscow pia imesema iliharibu meli 4 zilizokuwa katika bandari ya Konomoski na Dnipro. Ukraine nayo imejibu mashambulizi hayo. Kamanda wa vikosi vya ndege zisizo na rubani vya Ukraine amesema droni zake zimeshambulia meli 20 za Urusi katika bahari Nyeusi siku moja tu. Kwa mujibu wa vyanzo vya Reuters, mashambulizi hayo yamelazimu Urusi
kuweka vikwazo vya usafiri wa baharini katika bahari ya Azov, njia inayotumika kusafirisha karibu robo ya mauzo yake ya nafaka kwa nje. Wakati huo rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amewasili Kiev na kutangaza hatua mpya za kuimarisha ushirikiano wa viwanda vya ulinzi kati ya Ukraine na Umoja wa Ulaya. Pia amesema viongozi hao watajadili mchakato wa Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya na maandalizi ya msimu wa baridi. Katika hatua nyingine, maseneta wa Marekani katika vyama vyote viwili wameonyesha uungaji mkono wa mswada mpya wa vikwazo dhidi ya Urusi uliokuwa ukisukumwa na marehemu seneta Lindsey Graham. Mswada huo unapendekeza ushuru wa hadi 100% kwa bidhaa kutoka nchi zinazoendelea kununua mafuta na gesi ya Urusi, ukiwalenga zaidi wanunuzi wakubwa kama China na India. Seneta Richard Blumenthal ni kutoka chama cha Democratic. Nikimkumbuka rafiki yangu Lindsey Graham, naweza kusema hili ni jambo kubwa sana. Naamini sote tumefanya kazi nzuri leo. Nina hakika Lindsey angejivunia kila mmoja wetu pamoja na wenzetu wote walioungana nasi leo. Mswada huu mpana wa vikwazo umetayarishwa kwa muda mrefu. Umefikiwa baada ya mazungumzo marefu, magumu na wakati mwingine yenye maumivu, lakini sasa umefika katika wakati muhimu sana. Maseneta hao wanasema mswada huu unalenga kuinyima Urusi mapato yanayotumika kufadhili vita dhidi ya Ukraine, huku ukiipa ikulu ya White House nafasi ya kubadili au kusitisha baadhi ya vikwazo endapo italazimu kwa maslahi ya taifa. Aidha, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johann Wadephul anafanya ziara nchini Finland kujadili usalama wa eneo hilo, huku akitarajia kutembelea mpaka wa Finland na Urusi. DW tunavuma kwa kishindo. Maoni yako tunayathamini sana. Cha kufanya tuandikie tu ujumbe kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram na Facebook, anwani ni DW Kiswahili, lakini pia tunao ukurasa wa YouTube kwa anwani hiyo ya DW Kiswahili. Maoni yako nakuahidi nitayasoma baadaye. Umoja wa Mataifa umesema makundi yanayopigana nchini Sudan yanaendelea kunufaika kifedha kutokana na udhibiti wa rasilimali za taifa hilo, hali inayochangia kuendeleza vita ambavyo vimeikumba nchi hiyo kwa zaidi ya miaka mitatu hivi sasa. Michael Kwena anauangazia mzozo huo kwenye ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu OHCHR, pande zinazohusika katika mapigano nchini Sudan zinategemea udhibiti wa maeneo muhimu, njia za biashara na bidhaa mbalimbali ili kufadhili shughuli zao za kijeshi. Shirika hilo limesema hali hiyo imeunda kile kinachoitwa uchumi wa vita unaofanya mzozo huo kuendelea kujidumisha wenyewe. Vita vya Sudan vilianza mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF. Tangu wakati huo, inakadiriwa kwamba takriban watu 200,000 wamepoteza maisha, huku zaidi ya watu milioni 11 wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mapigano hayo. Aidha, maeneo kadhaa ya nchi hiyo yameathiriwa na uhaba mkubwa wa chakula na kwa sasa yanakabiliwa na baa la njaa. Katika ripoti yake, OHCHR imeelekeza macho yake kwenye biashara ya gundi ya arabiki maarufu kama gum arabic, ambayo ni kiungo muhimu kinachotumika katika utengenezaji wa vinywaji baridi, vipodozi na dawa. Kabla ya kuanza kwa